Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, mabingwa watetezi wa taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, katika mwendelezo wa zile show za ligi kuu ya soka ya Tanzania, huku ukiweza kushuhudia klabu ya soka ya wananchi Young Africans kidondoka dimbani leo hii pale KMC Complex kwa ajili ya mchezo wao wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, katika ile michezo ya mwisho ya kumalizia msimu kwa klabu ya soka ya wananchi Young Africans, michezo mitatu ambayo tu wameweza kuibakiza. Ukiuondoa ule mchezo wa dabi ya Kariakoo, unakuwa inabakia michezo mitatu, na leo hii wanaanza hiyo michezo mitatu. Wakicheza leo hii wanabakiza michezo miwili, na mchezo huu ambao unaanza majira ya saa 10 na dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo kocha mkuu wa klabu ya Young Africans, kocha Amdi, ametangaza majembe 11 yatakayoanza katika mchezo huo, kikosi kamili kama ifuatavyo, ambacho mimi nimekusogezea hapa, ambapo utakwenda kujua kila kitu ambacho mwalimu amekipanga kwa siku ya leo, kuhakikisha kwamba wanaondoka na alama tatu muhimu ili kuweza kufanya mambo yao yasiyo magumu katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hivyo basi wameamua kila mchezo Young Africans uchezwe kama fainali. Ni kikosi gani hicho utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kikosi ambacho kimeandaliwa ni kama ifuatavyo. Golini anasimama Djigui Diarra, screen protector. Hapa anazungumzia mwamba kabisa, mwenye uzoefu wa kutosha kabisa katika sehemu kama hizi, mechi ngumu kama hizi, mechi za mwisho kama hizi zenye uwezo wa kusababisha chochote kiweze kitokea, basi huwa ana uwezo wa kuhimili naye. Unafahamu ya kwamba ubora wake na uwezo wake mkubwa, ana clean sheet 14 mpaka sasa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, akienda kuitafuta clean sheet yake ya 15 kwenda kumfikia Musa Kamala mwenye clean sheet 16 katika michezo ambayo ameweza kucheza mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kupitia kocha Amdi wamesimamisha golikipa Djigui Diarra kukaa langoni katika kuhakikisha kwamba wanalinda lango lake salama kabisa. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama Israeli Patrick Mwendo. Nafahamu bora wake, mmoja kati ya beki ambaye amekuja kwenye kipindi cha dirisha dogo, lakini uwezo wake ndio umeweza kumfanya aingie kwenye kikosi cha kwanza kwa haraka zaidi, pasipo kuweza kutumia muda mrefu kama ambavyo umezoea wachezaji hususan wanaokuja katika kipindi cha dirisha dogo. Huwa wanatumia muda mrefu kuzoea mazingira ya timu na kuendana na falsafa ya mwalimu, lakini kwa Israeli Mwenda imekuwa ni kazi nyepesi sana kuweza kuhakikisha kwamba anaitambua mifumo na kuitambua ubora ambao anapaswa kuweza kuutoa kwenye kikosi cha Yanga, na hatimaye wameweza kumwamini na kuweza kuendelea kuweza kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Kazi yake ni moja tu, kupandisha mashambulizi na kurudi kukaa katika nafasi yake, kuhakikisha kwamba analinda vizuri kabisa upande wake wa kulia usiweze kupata madhara yoyote. Lakini katika upande wa beki ya kushoto anasimama si mwingine bali ni Issa Shadrack Kiboko. Nafahamu ubora wake, moja kati ya beki ambaye ana uwezo wa kupandisha mashambulizi kwa kasi na kurudi kwa kasi. Sifa yake moja kubwa anayosifika ni mbio ambazo yuko nazo. Unafahamu pia
Issa Shadrack Kiboka amekuwa ni mtu mwenye mapafu ya kutosha kweli kweli katika kuweza kuipandisha timu na kukaa katika nafasi yake vizuri. Kwa hiyo majukumu yake atakwenda kuyafanya vilivyo katika upande huo wa beki ya kushoto, beki namba 3 katika mchezo huu wa leo. Lakini katika nafasi ya beki wa katikati, namba 4 unakutana na Ibrahim Hamadi Baka Sergeant, mwenyewe akiweza kukaa katika eneo hilo kuhakikisha kwamba magendo yote yanayotaka kupitishwa na Namungo yanashindikana kupitishwa kwa sababu ya ubora wa ulinzi katika safu hiyo ambayo inaongozwa pia katika kutokuruhusu mabao mengi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo kazi kubwa utakwenda kushuhudia Ibrahim Baka atakayekwenda kuipiga katika eneo lake hilo la kujilinda. Lakini katika upande wa namba 5 anasimama hapa nazungumzia nahodha msaidizi Dickson Job. Unafahamu kazi yake, utulivu, hapa nazungumzia ndio unaweza kaona namna gani ambavyo amekuwa ni moja kati ya mabeki ambao wanasifika kwa ubora mkubwa, akiwa ni moja kati ya mabeki wenye nidhamu ya kukaba, nidhamu ya kujilinda. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo itakayoongozwa na Dickson Job katika eneo la ulinzi, akiweza kuipanga safu yake ya ulinzi kumlinda Djigui Diarra katika mchezo huu mkubwa kabisa. Lakini katika upande wa beki, katika upande wa sasa wa namba 6, tukitoka katika upande wa beki huko, namba 6 anasimama Alidi Aucho. Unafahamu mwamba ameweza kurudi katika nafasi yake, ameweza kurudi katika majukumu yake mara baada ya kuweza kukosekana katika michezo kadhaa na kuweza kupata majeraha katika sehemu ya mguu wake. Hivyo basi kwa sasa amerejea na anakaa katika namba yake. Kazi kubwa unaifahamu kwamba huwa anaunganisha safu ya ulinzi na safu ya kiungo, huku kiweza kushuhudia pasi zake zile ambazo huwa anazozipiga weleta ambaye anakupa nzuri, ndio sifa ya Alidi Aucho. Utakwenda kushuhudia ubora mkubwa atakaoweza kuonyesha kwa siku hii ya leo. Lakini kwa upande wa namba 7 anasimama Max Nzingeli. Unafahamu ubora wake, moja kati ya nyota ambao wanakiwasha kweli kweli. Sifa yake anasifika kwa utulivu, nidhamu, mashuti, kasi, mbio, vyote yuko navyo. Hapa nazungumzia Max Nzingeli akienda kuitanua safu ya ulinzi ya Namungo kuhakikisha kwamba wanapenyeza ile mipira kuelekea kwa wafungaji ili kuweza kutikisa nyavu mapema kabisa bila kuweza kuhakikisha hivyo. Utakwenda kushuhudia mechi ambayo itakayokuwa nzuri zaidi. Lakini katika upande wa namba 8 anasimama Mudathir Yahya. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa viungo bora kweli kweli. Amekuwa na wakati mzuri na kikosi cha Young Africans. Kazi yake kubwa kutibua mipango ya wapinzani wanapoanza mashambulizi na kwenda kugawa mipira yake. Ni muda kweli hatujapokea simu ya Mudathir Yahya, labda leo hii anaweza kuzitikisa nyavu za Namungo. Tutegemee hilo kwa sababu yupo katika kikosi. Lakini katika upande wa namba 9 mwalimu amesimama na Clement Mzinze. Unafahamu kwamba ndio mshambuliaji ambaye anapewa nafasi kubwa kweli kweli katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kutoa kiatu, huku akiwa na mabao yake takriban 13, akiweza kufukuzana Jean Charles Ahoua mwenye mabao 15 katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa hiyo leo hii kazi kubwa utakwenda kuishuhudia kwa Clement Mzinze akienda kutafuta kiatu chake. Lakini katika upande wa namba 10 utakutana hapa na si mwingine bali Stefano Aziz Ki, mwamba wa Gadugu. Unafahamu shughuli kubwa ambayo yuko nayo katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukienda kushuhudia majukumu ya namba 10 akienda kuyafanya vilivyo kabisa. Lakini katika upande wa namba 11 anasimama si mwingine bali hapa unazungumzia huyu ni Cletus Chama, mwamba wa Lusaka, ambaye pia naye ameweza kurejea kwenye kikosi cha klabu ya Young Africans mara baada ya kuweza kutoka majeraha. Mwalimu amempatia game ya kuweza kucheza. Tutakwenda kushuhudia ubora mkubwa katika mechi hii ya leo, ila usisahau kuweka maoni yako hapo kuhusiana na